Naam, salamu zetu za dhati zipate kuwafikieni popote mlipo, wapenzi watazamaji wa Kibenge TV. Tunatumainia kwamba mnaendelea salama salimini, na hiyo ndio furaha yetu. Basi tunatumia fursa hii kukaribisheni kusikiliza matangazo ya habari za matukio ya kila siku kwa yale ambayo yanaendelea kujiri katika nchi ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo kuhusiana na hali yake ya kiusalama, hususan katika maeneo ya mashariki ambako hali inazidi kuwa tete. Mapigano makali yameripotiwa tangu saa za alfajiri ya hiyo jana Jumatatu tarehe 23 Machi mwaka huu katika maeneo ya Mulema na Kazinga yaliyoko katika eneo la Masisi. Kulingana na vyanzo mbalimbali vinavyofanana, vinadai kwamba mapigano hayo yaliwakutanisha makundi ya kujilinda ya wapiganaji wa Zalendo yakisaidiwa na jeshi la taifa FARDC dhidi ya waasi wa M23 wa FCRDF. Mapigano hayo yalianza majira ya saa 10 alfajiri ya Makatre Jumatin na yakaendelea kwa saa kadhaa yakisindikizwa na milipuko ya silaha nzito na nyepesi inayosikika iliyokuwa ikisikika hata umbali wa kilomita kadhaa. Pia ilionekana kuwepo kwa uhamasishaji wa wanajeshi wa ziada wanaoelekezwa katika maeneo ya mapigano, hali inayoashiria uwezekano wa kuongezeka kwa makali ya mapigano katika sehemu za Kivu Kaskazini. Wakati huo huo, hali ya usalama inaendelea kuwa tete kwenye barabara kuu inayounganisha Goma na Ruchuru. Asubuhi ya siku hiyo hiyo ya Jumatatu, shambulio la silaha lililenga gari la abiria karibu na Rumangabo, eneo linalodhibitiwa kwa sasa na waasi wa M23 wa FCRDF. Wakati gari hilo lilikuwa linaelekea Butembo na Beni. Kwa mujibu wa taarifa za awali, dereva wa gari hilo alipigwa risasi na watu wenye silaha ambao bado hawajatambulika. Hali yake ya afya haijatangazwa rasmi, huku hali ya abiria wengine bado haijajulikana. Matukio haya yanaonyesha kwa mara nyingine kuzorota kwa hali ya usalama mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, ambapo raia wanaendelea kuathirika pakubwa katika mazingira ya vita vya muda mrefu. Na huko katika wilaya ya Fizi mkoani Kivu Kusini, jeshi la taifa FARDC linaripotiwa kuwahudumia wapiganaji wapatao 20 kutoka katika muungano wa M23 RDF Twirwaneho waliokimbia makundi ya waasi hao kwa hivi karibuni. Kulingana na vyanzo vya kijeshi vya eneo hilo, watu hawa waliwasili wakiwa katika hali mbaya ya kiafya, wakionyesha uchovu mkubwa wa mwili pamoja na upungufu wa lishe. Walipatiwa msaada wa haraka ukiwemo matibabu ya dharura, dawa pamoja na msaada wa chakula, wakisubiri kupelekwa katika vituo maalum kwa ufuatiliaji wa kina zaidi. Kupitia hatua hii, FARDC inalenga kutuma ujumbe wa kuzuia na kuhamasisha kwa wakati mmoja, ambao mpiganaji yeyote atakayejisalimisha atatendewa kwa ubinadamu kulingana na kanuni za kimataifa bila hofu ya kulipiziwa kisasi. Jeshi la Kongo linaendelea kutoa wito kwa wapiganaji waliobaki ndani ya makundi yenye silaha kuweka chini silaha zao. Kwa upande wao, wapiganaji hawa wa zamani wanasema walikumbana na maisha magumu ndani ya makundi hayo ya waasi. Wanataja ukosefu wa mishahara, uhaba wa chakula pamoja na manyanyaso mbalimbali. Haya yote ni mambo ambayo mamlaka ya kijeshi yanatarajia kuchochea wengine wengi kujisalimisha katika eneo hili ambalo bado lina hali tete ya usalama. Katika mazingira ya usalama yaliyo na mvutano, mbinu hii inaonekana kuwa sehemu ya mkakati mpana unaochanganya shinikizo la kijeshi na hatua za kuhamasisha kujitoa kwa waasi kwa lengo la kudhoofisha kwa muda mrefu uwezo wa makundi yenye silaha yanayofanya shughuli zao katika eneo hili. Na huko mkoani Hoka Tanga katika eneo la Mitwaba, FARDC imefanikiwa kurejesha udhibiti wa hali ya usalama kufuatia uvamizi wa wanachama wa Mouvement Debout Katanga pour la Libération du Congo MDKC. Kulingana na taarifa zilizothibitishwa kutoka vyanzo mbalimbali, zinadai kwamba vikosi vya serikali vilifanya operesheni ya kujibu mashambulizi na kufanikiwa kuwafurusha waasi kutoka kijiji cha Konga ambacho walikuwa wamekikalia kwa muda mfupi tangu tarehe 20 Machi ya mwaka huu. Urejeshwaji huu wa udhibiti unaashiria kurudi kwa mamlaka ya serikali
katika eneo hilo la Haut-Katanga ambako uwepo wa makundi yenye silaha bado ni chanzo cha hali ya kutokuwa na utulivu. FARDC inasema ya kwamba inaendelea na operesheni za kulinda usalama ili kuzuia jaribio lolote jipya la uvamizi au kurejea kwa wahasi. Na katika mkoa wa Ituri, FARDC pia imetangaza kugundua ghala ama arsenal jipya la silaha katika wilaya ya Jugu, hasa katika kijiji cha Jingo. Kulingana na vyanzo vya usalama, operesheni hii ni sehemu ya doria na misako iliyoimarishwa katika eneo hilo la nchi ambalo mara kwa mara hukumbwa na shughuli za makundi yenye silaha. Ghala hilo linadaiwa kuwa na idadi kubwa ya silaha ambapo zaidi ya silaha 200 ama 200 armes tena za aina mbalimbali zilikamatwa. Mamlaka za kijeshi zinaeleza kuwa silaha hizo zinahusishwa na mitandao inayodaiwa kuwa karibu na Thomas Lubanga ambaye ni jina linalojulikana katika masuala ya usalama huko mkoani Ituri. Ugunduzi huu unaonekana kama pigo kubwa kwa uwezo wa vifaa na usambazaji wa baadhi ya makundi ya silaha yanayofanya shughuli zao katika eneo hilo. Kwa upande wa operesheni, ukamataji huu unaimarisha juhudi za FARDC za kurejesha mamlaka ya serikali na kuboresha usalama wa raia ambao mara nyingi huathiriwa na vitendo vya vurugu vinavyojirudia. Pia unaonyesha dhamira ya kuzuia njia na usambazaji wa silaha zinazochochea hali ya kutokuwa na utulivu. Katika mazingira ya usalama ambayo bado ni tete huko Ituri, jeshi linaendelea na operesheni za kudhibiti na kuvunja mitandao ya makundi yenye silaha kwa lengo la kupunguza kwa muda mrefu vitisho na kuleta utulivu katika eneo hili muhimu la mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Na tukirudi tena mkoani Kivu Kaskazini na Kivu Kusini kuongelea sakata lililoshika sana vichwa vya habari pale mjini Goma na Bukavu, ni baada ya miezi michache tangu kashfa ya kifedha iliyohusisha muundo wa Ngendawagira mjini Goma. Tukio jipya la udanganyifu wa kiwango kikubwa limezikumba tena miji ya Goma na Bukavu. Kwa mujibu wa vyanzo mbalimbali vya ndani, vinadai kwamba mtandao wa watu unaodaiwa kuwa na uhusiano na wahasi wa M23 wa FCRDF unadaiwa kufanikiwa kuwalaghai wananchi zaidi ya dola milioni 1.4 kupitia operesheni inayofanana na bahati nasibu ya udanganyifu ama tombola. Kwa mujibu wa taarifa zilizokusanywa, kampuni inayoitwa HopePay ndiyo inayotajwa kwa kuwa kiini cha mtandao huo. Ingawa viongozi wa wahasi hawajathibitisha rasmi kuhusika kwao, baadhi ya vyanzo vinadai kuwa kampuni hiyo ililipa takriban dola $180,000 yani $180,000 ili kuruhusiwa kufanya shughuli zake katika maeneo yaliyo chini ya udhibiti wa wahasi, kwa mujibu wa tetesi za mitaani. Hali hii inaashiria kuwa shughuli zake zilikuwa zikijulikana au hata kuvumiliwa na mamlaka zilizopo katika maeneo hayo. Operesheni hiyo inadaiwa kufanyika kwa zaidi ya miezi miwili, hasa katika maeneo yanayodhibitiwa na AFC M23 RDF. Katika kipindi hicho, maelfu ya wakazi walivutiwa na ahadi za kupata faida za haraka kupitia ununuzi wa tiketi za bahati nasibu ama tombola. Zaidi ya tiketi milioni 1.3 kila mmoja ikiuzwa kwa faranga za Kongo 2500 yani 2500 francs congolais ziliripotiwa kuuzwa, na hivyo kuingiza fedha nyingi kwa waandaaji wa mpango huo. Ushuhuda uliokusanywa unaonyesha kuongezeka kwa hali ya kutokuaminiana miongoni mwa wananchi. Baadhi wanazungumzia uwezekano wa kuwepo kwa ushirikiano au angalau uzembe wa vyombo vya udhibiti vya ndani. Watu wanatumia hali ngumu ya maisha na urahisi wa baadhi ya wananchi kuamini ili kuanzisha mifumo ya udanganyifu mara kwa mara, amesikika akisema mkazi mmoja wa Bukavu, akieleza kuwa hali hii imekuwa ya kawaida katika maeneo yaliyoathiriwa na vita. Aidha, tuhuma zinaenda hadi nje ya wahusika wa ndani. Wachambuzi wengine wanaamini kuwa uwezo wa ufuatiliaji na ukusanyaji taarifa katika maeneo hayo unaodaiwa kuungwa mkono na Rwanda unafanya iwe vigumu kwa operesheni kama hiyo kufanyika bila kugunduliwa. Kufuatia tukio hilo, mamlaka za kiutawala za wahasi zilizowekwa katika maeneo hayo
yaliyo chini ya udhibiti wa waasi zimetangaza kukamatwa kwa baadhi ya watu wanaodaiwa kuhusika. Gavana wa mkoa wa Kivu Kaskazini kwa upande wa waasi Bwana Erasto Musanga amesema hatua zimechukuliwa ili kuwafikisha wahusika hao mbele ya sheria, na ameahidi kuwa fedha zote za waathiriwa zitarudishwa. Hata hivyo, ahadi hiyo imepokelewa kwa mashaka na wananchi ambao wanakumbusha kuwa waathiriwa wa kashfa ya Ngendawagira bado hawajalipwa hadi sasa. Kujirudia kwa matukio ya udanganyifu kunaonyesha udhaifu mkubwa wa raia katika mazingira ya mzozo wa muda mrefu mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Na kwa taarifa hii, mpenzi mtazamaji wa Kibenge TV, ndiko ambako tunakwenda kuweka nukta kwa matangazo ya habari za matukio ya kila siku kwa yale ambayo yanaendelea kujiri katika nchi ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, hususan katika upande wake wa mashariki, kufuatia na hali yake ya kiusalama. Kwa kuzidi kuhabarika zaidi, basi itakubidi uambatane nasi hapa kwenye channel yetu ili ufahidi habari motomoto kutoka kwetu. Basi tukutane kwa majaliwa. Asante.